Kwa jina naitwa Christina Peter, ni mchungaji msaidizi wa kanisa la Bethel Gospel Revival International Ministry. Tunapatikana Zingiziwa, Chanika Zingiziwa, maeneo kabla la shule ya sekondari ya Zingiziwa. Leo tulikuwa tuna zoezi la ugawaji wa zawadi ya watoto kutoka katika shirika la Samaritan. Hizi zawadi za watoto huwa zinagawa mara moja kwa mwaka, ambao ni mwaka tunatakiwa apewe boksi moja la zawadi. Hizi zawadi kwa nini tunazigawa kwa watoto? Ni kwa sababu pia kumwezesha mtoto ili aweze kujua neno la Mungu. Kwa hiyo kikubwa ni kujua neno la Mungu na kujifunza neno la Mungu. Kwa sababu katika ile zawadi kuna vitu vingi vizuri kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, na pia na zawadi zingine ambazo zinawezesha yeye kujifunza vitu vingi. Tumewekeza kwa watoto kwa sababu watoto wakijua neno la Mungu leo hawatakaa wakaliacha, kwa sababu hata Biblia inasema mtoto akilishika neno la Mungu vizuri hata kakaiacha atakapokuwa mzee. Kwa hiyo sisi kama kanisa na kupitia ile shirika la Samaritan tumegawa hizi zawadi. Lengo kubwa ni kwa watoto wetu tuwajifunze neno la Mungu, kwa sababu leo kuna kizazi kinaharibika, watoto wengi leo wanaharibika, na watoto tukumbuke ndio wachungaji wa kesho, maaskofu wa kesho, viongozi wa kesho na marais wa kesho. Kwa hiyo tunawekeza neno la Mungu kwa watoto ili wasije wakaharibikiwa, kwa sababu shetani saizi anakiwinda kizazi cha watoto. Kwa hiyo zawadi tulizozigawa ni kuanzia umri wake ni miaka 2 mpaka miaka 14. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Priska Binyarais. Mimi ni mwalimu wa watoto wa kanisa la Bethel Gospel Revival International Ministry linaloongozwa na kiongozi wetu Askofu Bishop Sebadi Lipala, tukiwa chini ya mchungaji Christina Peter. Tunamshukuru Mungu kwa sababu leo tulikuwa tuna ibada kubwa ya ugawaji wa zawadi, ambazo zawadi hizo tumewagawia watoto, na zawadi hizo ni zawadi nzuri ambazo zinawafanya watoto wetu wazidi kuimarika kiroho na wazidi kumpenda Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda kuwashirikisha wazazi ambao watoto wenu wapo nyumbani, mwalete watoto wenu kanisani, kwa sababu tunapowaleta watoto wetu kanisani wanazidi kumjua Mungu na wanazidi kujifunza mambo mengi mazuri, wanajiepusha na mambo mabaya kama wizi. Sasa hivi kumeibuka na wimbi kubwa sana la watoto wa mitaani. Kwa hiyo tunapowaleta kanisani na pia tunapotoa zawadi wanakuwa wanatiwa moyo, lakini pia zawadi hizi zinafanya kuwa ushuhuda. Wanapoenda kuwasimulia wengine kwamba tumepata zawadi kanisani, watoto wetu wanazidi kuongezeka. Kwa hiyo jifunze kwa waleta watoto wako kanisani wapate kujifunza maneno mazuri ya Mungu ili tupate kizazi kilicho bora. Ibada yetu ya watoto inaanza kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 4. Wanajifunza vizuri. Mimi kama mwalimu napenda nikualike. Nimepata pia semina na nimejifunza vizuri. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba watoto wako watajifunza mambo mazuri kabisa ya Mungu. Labda watoto baada ya kuona zile zawadi wanagaiwa na wachungaji na maaskofu, uliwaonaje furaha yao? Yaani watoto wamefurahi sana, wameshangilia. Na kiukweli kwa sababu niliwatangazia wiki iliyopita kwamba tutakuwa tuna semina na watoto kwa ajili ya kugawa zawadi. Waliposikia taarifa ya kugawa zawadi, wakaenda kualika na watoto wengine ambao hawasali hapa. Kwa hiyo kwenye semina walikuja watoto wengi sana, na walipopata zawadi wamefurahi sana, na nina imani watazidi kuongezeka kwenye darasa langu, watakuwa wengi sana kwa sababu ya zawadi. Kwa ajili ya uenezi na kwa ajili ya kila mmoja aliyehudhuria ibada ya leo, wiki hii inayoanza leo ikawa baraka kwake na familia yake na watu wa mali yake. Mungu ukatusaidie kufika ibada ya Jumatano na ibada ya Ijumaa, na wale wa ibada ya vikundi mbalimbali Jumatatu na Jumanne, na hata na ibada ya mazoezi Alhamisi na ile Jumamosi. Bwana wajalie wote wakahudhurie mazoezi katika jina la Yesu. Utujalie maongezeko maradufu
wakapate mzigo wa kununua viti mahali hapa. Jehova Baba, angalia watu watakapoongezeka, wengine watakaposimama, ndipo mzigo wa kazi yako utakuwa na kwa watu wengine, hata wakabeba huduma hii kwa mzigo. Jehova, nalibariki jina lako, kwa sababu kila mmoja aliyeko mahali hapa anakupenda wewe, nami natamka upendo huu ukazidi katikati ya ndugu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Endeni na amani ya Bwana.